wokovu katika wana wa Israeli huko nchi ya Kana, huko nchi ya Misri, huko nyikani. Ukiangalia hapa alikuwa amepeana, huu ni utaratibu wa hekalu. Huu ni utaratibu wa hekalu ambao walikuwa wanaifuata kama njia ya Mungu. Walikuwa wanafuata kama njia ya Mungu. Sio msamaji? Na Mungu alipea Musa akamwambia kwamba watu wakijifunza hii wamejifunza njia ya Mungu. Ili naye Yesu akuje atimilize hii, atufundishe njia mpya, si ndio? Sio msamaji? Ndio. Ili ukubaliwe kufanya kupitanisha na hii, ni lazima ungekuwa Muisraeli kamili. Na kuwa Muisraeli kamili ilikuwa ifanywe nini? Utailiwe, si ndio? Ndio. Katika kitabu cha Mwanzo 17:10 nasema nini? Mwanzo 17:10. Nasema Biblia takatifu. Hii ilikuwa njia ya Mungu. Hii ilikuwa njia ya Mungu. Unaanzia hapa, unaenda mpaka hapa, unakuwa umekamilika. Na Yesu pia alikuja akiwa ndiye njia, ukweli na uzima. Sehemu hizo tatu. Nasema nini? Sema. Hili ndilo agano langu. Hili ndilo agano langu utakalolishika. Utakalolishika. Kati ya mimi na wewe. Yeye Mungu akasema ya kwamba hili ni agano aliagana na Israeli, ya kwamba ilisarejelea na uzao wako baada yako. Uzao wote wa Israeli, kila mwanaume, kila mwanaume, kila mwanamke, sio? Kila mwanaume wa kwenu, kila mwanaume wa kwenu atatairiwa. Atatairiwa. Hiyo ilikuwa ishara ya kwamba umekuwa Muisraeli. Na ungekubalika katika Israeli ukiwa mwanaume, hujafanya nini? Haujatairiwa. Lakini saa hii tohara yetu ya kuingia katika Ukristo, si ndio? Ndio. Sasa sisi tulitoka katika Israeli ile wa kimwili. Ndio. Sasa sisi ni Waisraeli wa kiroho. Ili kubalika kwa Mungu. Hiyo si tohara, hiyo haina maana katika kwa Mungu. Aidha uwe uko hiyo ama uko hiyo haina maana. Ngoja nikuonyeshe ile iko na maana sasa, ambao watu wamedanganywa katika makanisha na wakafundishwa visivyo. Msomaji? Ndio mwalimu. Katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 7:19 inasema nini? Wakorintho wa kwanza 7:19 inasema 7:19. Inasema hivi. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7:19. Kutairiwa si kitu, kutairiwa si kitu, na kutokutairiwa si kitu, na pia kutokutairiwa si kitu, bali kusihifadhi nini? Amri za Mungu. Kumbe sisi tunatakiwa tuhifadhi amri za nini? Amri za Mungu. Lakini saa hii iwe Mkristo lazima kuwe na tohara ambayo inatairiwa ili ukubalike katika Ukristo. Si ndio? Ndio. Hiyo ni gani msomaji? Wakolosai 2:11 inasema nini? Wakolosai 2:11 inasema katika yeye tumetairiwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Kumbe tumetairiwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono ili tuwe wa Kristo. Endelea ni gani? Kwa kuuvua mwili wa nyama, kwa tohara ya Kristo, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Tukazikwa na Yesu katika nini? Katika ubatizo. Kumbe kuzikwa katika ubatizo, hiyo ni tohara ya Mkristo. Kwa hivyo wewe ikiwa ulibatizwa na kunyunyiziwa maji, wewe haujabatizwa. Kwa maana tohara ya Mkristo ni kuzamishwa ndani ya maji ambayo ni kuzikwa, si ndio? Ndio. Ama kuna mtu amewahi mwagiliwa kwa mchanga hivi akaambiwa umezikwa? Kuna mtu kama hiyo? Hapana. Si hata watu wakienda kwa mazishi wa mwaga mchanga kidogo, lazima tena waweke ile kubwa, si ndio? Ndio. Kwa hivyo ni lazima watu wazikwe kwa maji mengi. Alafu baada ya kuzikwa, si umezikwa kwa sababu wewe ni mwenye dhambi? Ndio. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa Yesu ndiye alitufia hicho kifo ili nasi kwa ishara tunakuvia kwa njia ya kuzikwa kwa njia ya ubatizo. Alafu tena tunazaliwa tena kwa njia tena ya ubatizo. Tumezikwa. Ndio. Alafu toke ndani ya maji. Unazaliwa kwa maji. Katika kitabu cha Yohana 5 mstari wake ni wa ngapi? Mstari 3 na 5 inasema nini? Yohana 3 na 5 inasema nini? Inasema hivi. Yesu akajibu akamwambia
Amini amini nakwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, ati mtu asipozaliwa mara ya ngapi? mara ya pili, Mtu asipozaliwa mara ya ngapi? mara ya pili, Na tumeona mtu akizikwa kwa njia ya ubatizo pia anazaliwa kwa njia ya ubatizo, asipozaliwa mara ya pili endelea. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ikiwa wewe hujazaliwa mara ya pili, huwezi kuona ufalme wa mbinguni. Endelea. Nikodemo akamwambia, Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa kwa mzee? Endelea. Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, ati mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, si azaliwe ni maji ama azaliwe kwa maji, si ndio? azaliwe kwa maji, Azaliwe kwa na kwa roho, azaliwe kwa maji na azaliwe kwa roho. Sasa wacha ione kuzaliwa kwa roho. Si vituko siku hizi zimefanyika? ndio Watu wamedanganywa ati wamezaliwa kwa roho, na vituko vingi vinafanyika siku ya leo. Akipokea roho, si ndio? Ndio. Mwingine anaangusha viti, si ndio? Ndio. Na mambo mengine inafanyika ambayo ni vituko kama makanisani, si ndio? Ndio. Lakini saa hii msomaji, kuzaliwa kwa roho, nataka tujifunze kwa Biblia kuzaliwa kwa roho ni kumaanisha nini, si ndio? Ndio. Katika kitabu kuzaliwa kwa roho, Yesu alisema nini katika kitabu cha Yohana 6:63? Inasema nini? Yohana 6:63 inasema 63. Inasema Biblia takatifu, ili tuone kuzaliwa kwa roho ni kumaanisha nini. Watu waache kuambiwa pokea roho, pokea, umezaliwa kwa roho. Endelea. Inasema nini? 6:63. Roho ndio itiao uzima. Ati roho ndio ifanyao nini? Itiao uzima. Kumbe roho ndio, tukipozaliwa kwa roho ndio inatutia uzima. Endelea. Mwili haufai kitu. Mwili huu haufai kitu bila roho wa Mungu ambao unatutia uzima. Endelea. Maneno hayo niliyowaambia. Ati maneno gani? Maneno hayo niliyowaambia. Kumbe maneno haya tunayozungumza hapa ndio roho, ni roho. Na ni nini nyingine? Tena ni uzima. Kumbe maneno haya tunayozungumza hapa ndio roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Si ndio? Ndio. Sasa ili nizaliwe kwa roho, ninatakiwa nifanye aje ili nizaliwe kwa roho? Yakobo 1:18 inasema nini? Yakobo 1:18 inasema, kitabu cha Yakobo 1:18 inasema hivi. Yakobo 1:18 1:18 kitabu cha Yakobo inasema hivi. Yakobo 1, kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Mungu alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kumbe kuzaliwa mara ya pili kwa roho, tulizaliwa kwa neno la kweli. Hiyo ndio kuzaliwa kwa roho. Lakini makanisani saa hii watu wanafundisha ibada ya uongo, alafu wanadanganya kwamba wamezaliwa mara ya pili kwa roho. Na kumbe umedanganywa. Tayari umedanganywa, hiyo ibada unafanya ni ya uongo. Umezaliwa kwa roho aje na kwa ibada ya uongo? Wewe ni umedanganywa. Ile ukizaliwa kwa roho ni lazima uwe unafuata ibada ambayo Mungu inaongozwa na roho wa nani? Roho wa Mungu. Ambayo ni neno la nani? Neno la Mungu. Ndio. Ndio. Hebu tusomee ingine msomaji. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:23 inasema nini? Unatakasika aje? Ati umetakasika roho, ati umetakasika wewe, umetakasika. Hebu soma msomaji usikie. Petro wa kwanza 1:23, 22 na 23 inasema hivi. Kisha kujitakasa roho zenu. Ati mkiisha kuitakasa roho zenu kwa kuitii kweli. Ati kwa kuitii nini? Kwa kuitii kweli. Kumbe natakaswa roho ninapoitii kweli. Ninapofundishwa sabato ya uongo ni leo, lakini ya ukweli ilikuwa jana. Nikikubali na kutii, kumbe unatakasika. Endelea. Inasema nini? Hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. 23. Basi jitahidini kupendana kwa moyo. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Ati tumezaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Tumezaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Ati tumezaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Endelea. Kwa mbegu iharibikayo. Isiyoharibika. Soma vizuri. Si mbegu iharibikayo. Nasema hivi. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Tumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. Kwa neno la Mungu lenye uzima. Ati kwa neno la nani? Neno la Mungu lenye uzima. Kwa hivyo ili mimi nizaliwa mara ya pili, nizaliwa kwa roho, ni lazima kuzaliwa kwa
kwa neno la Mungu. Neno la Mungu likae ndani yako, si ndio? Ndio. Kwa hivyo sisi tunalolizungumza neno la Mungu na tunaishi maisha ya neno la Mungu, tumezaliwa kwa roho, si ndio? Ndio. Ama kuna roho mwingine? Hamna. Sisi kama tunaeleweka. Na ndipo maandiko inasema mtu yule ambaye amezaliwa kwa roho na yule ambaye anaongozwa na roho wa Mungu, huyo ndiye mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Hebu msomaji, katika kitabu cha Warumi 8:14 inasema nini? 8:14 kitabu cha Warumi inasema hivi. 8:14 inasema hivi. Kwa kuwa wote wanaongozwa kwa roho wa Mungu, inasema hivi. Kwa kuwa wote wanaongozwa kwa roho wa Mungu, wale wote wanaoongozwa kwa roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa nani? Wana wa Mungu. Kumbe nikiongozwa kwa roho wa Mungu, mimi ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Sasa Daudi alisema kuongozwa kwa roho wa Mungu ni nini? Zaburi 119 105 inasema nini? 119 105 inasema 5. Kitabu ni cha Zaburi. Inasema hivi. Neno la Mungu, neno la Mungu ndio taa miguuni mwangu. Kumbe ni taa na miguu ya nani? Yetu, si ndio? Neno la Mungu. Kumbe tukiongozwa kwa neno la Mungu tunakuwa na taa ya miguu yetu. Na wale wanaoongozwa na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Wana wa Mungu. Wewe unaongozwa na neno la Mungu ama mapokeo ya wanadamu, si ndio? Kwa hivyo ndugu zangu, tuelewe kwamba kuzaliwa kwa roho ni kuzaliwa kwa neno. Kwa mfano msomaji, katika kitabu cha Galatia 4:29 inasema nini? Tuone kuna watu wawili katika nyumba ya Ibrahimu. Mmoja alizaliwa kwa mwili, mmoja alizaliwa kwa roho. Aliyezaliwa kwa roho aliongozwa kwa roho. Aliyezaliwa kwa mwili aliongozwa kwa mwili. Hao ni wana wawili. Inasema na nini? Wagalatia 4:29 inasema hivi. Wagalatia 4:29. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alimuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Hata sasa kuna watu wa aina mbili. Kuna watu wamezaliwa kwa mwili na wengine kwa roho. Sasa yule aliyezaliwa kwa mwili ambaye ni kwa roho ambaye ni Isaka alizaliwa kwa roho vipi? Si ndio? Ndio. Na tunajua wote ni Ibrahimu alilala na Sara akapata mtoto, si ndio? Ndio. Na pia Ibrahimu alilala na Agari akapata mtoto. Lakini mmoja ni wa kimwili, mmoja ni wa kiroho. Sasa hapo kunaendaje mmoja hao wa kiroho? Si ndio msomaji? Ndio. Hebu soma katika kitabu cha Wagalatia 4:23. Hiyo tu 23 nasema hivi. Wagalatia 4:23. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Alizaliwa kwa nini? Kwa mwili. Yule wa muungwana wa ahadi. Yule wa muungwana alizaliwa kwa ahadi. Kumbe Isaka alizaliwa kwa ahadi. Akawa mtu wa kiroho. Yaani alizaliwa kwa neno la Mungu. Mungu ndiye aliahidi hiyo ahadi ya kwamba atapata mtoto, si ndio? Ndio. Na hapo akawa, si ndio? Ndio. Naye yule wa kimwili, hiyo ilikuwa mpango ya Sara na Agari na Abraham. Na sasa yule akawa wa kimwili, si ndio? Ndio. Kwa hivyo tunapozaliwa kiroho ni tunapozaliwa na ahadi za Mungu na tunapokuwa na neno la Mungu ndani yetu. Na hii inataka kukupiga hii. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuzaliwa kwa mwili, kuzaliwa kwa kiroho ni mtu anapobadilishwa na neno la Mungu na tabia yake inaanza kuwa ya matunda ya kiroho. Si ndio msomaji? Ndio. Hebu tusomee katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake ni wa 19 na 22. Tuone kuna matendo ya kimwili na ya kiroho, si ndio? Ndio. Usikie kama ukiwa katika matendo ya kimwili, sasa ukaribia hapa uweze kujiunga na sisi uweze kuingia katika matendo ya kiroho. Inasema nini? Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya. Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui,
uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, ushuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo. Ikiwa wewe unatenda mambo ya jinsi hiyo, wewe ni mlevi, wewe ni nini, Mungu anakuagiza leo utubu na uache hiyo mambo, kwa maana wewe ni mtu wa kimwili. Endelea. Hawataurithi ufalme wa Mungu. Na bado kando na kuwa wa kimwili, hakuna kuurithi uzima wa milele. Lazima utubu na uweze kuacha njia hiyo. Endelea. Inasema hivi, lakini tunda la Roho ni pendo. Furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa hivyo tukifuata mambo haya ambayo ni ya Roho, ambayo maandiko inatuongoza tuwe na mambo kama haya ambayo ni matendo ya Roho, hatutaongozwa na mwili, tutaondokea mambo ya kimwili. Kwa hivyo tumeona ili kuzaliwa kwa Roho ni kuzaliwa kwa neno la nani? Neno la Mungu. Sasa kuzaliwa kwa maji, si ndio? Ndio. Ambao watu wamedanganywa, si ndio? Ndio. Msomaji? Ndio mwalimu. Katika ni kitabu tumeona Yesu alisema Yesu kuzaliwa kwa maji, si ndio? Ndio. Tukaona hiyo ndio tohara ya Mkristo. Unapotumbukizwa ndani ya maji unazikwa, unapotolewa ndani ya maji unafanyiwa nini? Unazaliwa, si ndio? Ndio. Lakini sasa kuna mabatizo tofauti. Kuna ubatizo wa